kwamba sisi tutoke nje ya kanuni hizi alizotuwekea nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Takhayyaru fi muddati sana, hebu tengeneza picha kwa muda wa mwaka mzima, tangiapo Ramadhani ya mwaka jana iliyopita, halafu mpaka tunakuja kuingia katika Ramadhani hii. Huu muda wote hapa katikati umesema uongo mara ngapi? Umekula haramu mara ngapi? Kanuni ya mdomo sivyo, ambayo inakutaka ule nini? Ule cha halali. Kulu min tayyibati, kuleni miongoni mwa mambo yaliyokuwa mazuri mliyohalalishiwa. Lakini katika kusema waqulu linnasi husna, semeni kuwaambia watu maneno yaliyokuwa nini? Mazuri. Sasa ndani ya mwaka mzima umesema uongo mara ngapi? Ndani ya mwaka mzima umechukua visivyo vyako vya halali vingapi? Ndani ya mwaka mzima umezini wewe mara ngapi? Mfanyana sura, umezini mara ngapi? Wa halali yako na ukachanganya wasiokuwa nini? Wasiokuwa wa halali yako mara ngapi? Mara ngapi miguu yako inakupeleka katika mambo ya haramu? Mara ngapi fikra yako inatumika katika kubomoa na sio kujenga? Sasa mwaka mzima unaishi katika mazingira hayo. Sasa unakuja mwezi mtukufu wa nini? Mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambao sasa lengo lake na falsafa yake ni kukurejesha katika misingi ya maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kukurejesha katika msingi wa maamrisho ya Mwenyezi Mungu kifikra, kimaneno, kimatendo, kiibada, kiroho, kimwili na katika kila muamalati na kimazingira ambayo yanakuzunguka wewe. Ndio maana huu mwezi wa Ramadhani utaona kabisa kwamba kuna mambo uliyokuwa umeyazoea inalazimika kuyaache, ukiwa na imani kabisa kwamba ni mwezi ambao unaokuja kufanyaje? Kunisafisha na yale machafu yote ambayo niliyoyafanya ndani ya mwaka mzima. Kwa hiyo lengo letu la kuisoma Qur'ani ni lengo la kutaka kuturejesha katika maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili tujue kwamba thamani yetu sisi haiko nje, isipokuwa inapatikana ndani ya nini? Ndani ya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndiyo maneno ya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, anasema inna Allah Subhanahu wa Ta'ala qad a'azzana bil Islam, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutukuza sisi na kutufanya kuwa ni watu bora mbele ya wengine, kwa sababu tumechagua Uislamu ambao ndanimo inapatikana ni Qur'ani tukufu, kwamba ndiyo mwongozo wetu. Falamma taghayna ghayra al-Islam adallana Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulipochagua tu mfumo mwingine usiokuwa wa Uislamu, Mwenyezi Mungu anafanya anatudhalilisha. Kwa hiyo lengo letu kufasiri maneno haya Mwenyezi Mungu ni kutaka kurejea katika utaratibu wa maisha aliyotuamrisha Mwenyezi Mungu na kutufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na tafsiri yetu kama tulivyozungumza, tuko katika tafsiri ya Surat An-Nur, na leo tuko katika aya
kwa jana hatukuimaliza. Aya hii namba 4 Mwenyezi Mungu anasemaje? Anasema walladhina yarmuna almuhsanat, na wale ambao wanaume ambao tabia zao ni kuwatupia uchafu wa zinaa na tuhuma za uongo juu ya uchafu wa zinaa, wale wanawake ambao waliohifadhika ima kwa kuolewa na ima kwa kutolewa, lakini ni waaminio, hawajathibitika kufanya mambo machafu. Thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada, kisha wale ambao waliotoa hizo tuhuma kuwatuhumu wengine hawakuleta mashahidi 4 ili kuthibitisha ukweli wa yale ambayo wanayoyasema, fajliduhum 80 jalda, basi hawa wenye madai hayo na wenye kutoa tuhuma hizo, adhabu yao ni mwachape bakora 80, wala takbalu lahum shahadatan abada, na wala hawatukubaliwa ushahidi wao baada ya kutoleta mashahidi 4. Hawatukubaliwa tena ushahidi wao baada tena ya kuwa wamepata adhabu hiyo milele. Wa ulaika humul fasiqun, hawa watu ndio wale ambao wao ni watu waliotoka nje ya taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kabla ma binashrah hadhihi al-aya, kabla hatujaisherehesha aya hii, ipo haja ya kufahamu maqasid ash-shari'atu al-islamiyya, makusudio ya sheria za Kiislamu na hukumu zake, nikiwa na maana kwamba hizi sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umuman sheria zetu za Kiislamu hazijaletwa kwa ajili ya kututeza nguvu sisi Waislamu, bali zimeletwa kwa malengo na makusudio maalum, na makusudio haya yapo 6. Kusudio la kwanza, hifdhu dini, ni kuhifadhi nini? Dini. Yaani mfumo wowote ambao unawekwa kwa ajili ya kuongoza maisha ya watu ili waendelee kuwa salama katika mzunguko wa maisha yao hapa duniani, ni lazima pia utengenezewe misingi ya kuweza kuhifadhi mfumo huo usiweze kuharibika au kuharibiwa. Kuharibiwa kwa maana ya kifikra, kuharibiwa kwa maana ya mabadiliko ya mazingira, kubadilishwa au kuharibiwa kutokana na mabadiliko ya watu au zama au nyakati. Mfano, leo katiba yetu ya Tanzania imetungwa kwa muda wa miaka mingi. Pale tutakapoona kwamba hapa haifai, maana yake tutakwenda kubadilisha ili kuendana na nini? Na wakati. Lakini dini haiko hivyo. Dini ya Uislamu inazungumzia wakati uliopita, inakwenda sanjari na wakati tulionao, lakini pia inakwenda na sanjari na wakati unaofanyaje?
unaokuja, lakini pia inakwenda sanjari na mazingira, yaani yale mabadiliko ya kimazingira hayaathiri katika mfumo wa sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utakuta sheria za Mwenyezi Mungu zimesimama, binadamu ndio wanafanyaje? Wanabadilika vile vile, lakini sheria za Mwenyezi Mungu ziko barabara, kwamba zinalinda maslahi ya nini? Maslahi ya watu. Kwa hiyo lengo la kwanza la sheria za Kiislamu huwa hifdhu dini, ni kuhifadhi nini? Ni kuhifadhi dini, kwa sababu kuhifadhi dini, kwa sababu dini ni jimbili. Mwenyezi Mungu anasema fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha, ndio mfumo ambao Mwenyezi Mungu kwao ametuumbia sisi maumbile yetu. Kwa maana hizi sheria au dini yetu inakwenda sanjari na maumbile yetu. Ndio maana ukienda msalani utakuta Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuambia anza na mguu fulani na maneno ya kusema, na wakati unakidhi haja ndogo au haja kubwa utakutana na maelekezo ya Mtume, anakuambia unakidhi haja kubwa egamia kidogo upande wa kulia, haja ndogo egamia upande kidogo wa kushoto, uchuchumae. Tumeelewana? Na unapotoka unaanza na mguu wa kulia na maneno ya kufanyaje? Ya kusema. Unapokula maneno ya kusema na ule kwa mkono gani? Tumeelewana vizuri? Unapotoka nyumbani kwako unaambiwa sema maneno haya na ufanyaje? Tanguliza mguu fulani. Unaporejea kwenye mihangaiko yako, unapokwenda kufanya biashara, yapo maneno ya kusema. Tunaelewana vizuri? Lakini hata wakati wa kulala ulale kwa mkono gani? Mkono wa kulia. Kwa nini ulale mkono wa kulia na usilalie mkono wa nini? Wa kushoto? Sababu mkono wa kushoto kuna nini? Kuna moyo. Ina maana ukiulalia, damu ambayo inatakiwa kutoka kwenye nini? Kwenye moyo kupenetrate kwenye mishipa mingine, itakuwa kidogo kuna uzito ambao baadaye unaweza kukuletea matatizo ya nini? Ya moyo. Si ndio madaktari? Sayansi sasa imekuja kufanyaje? Kuthibitisha. Lakini ini kubwa linapatikana wapi? Upande wa kulia. Si ndivyo? Ini dogo linapatikana wapi? Upande wa kushoto. Kwa maana ukilalia upande wa kulia, ili ini dogo linalalia upande gani? Linalalia ini kubwa. Tumefanyana vizuri. Ukilalia upande wa kushoto, maana yake ini kubwa linalalia ini dogo. Hayo yote Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameelekeza karne ya 7 katika ulimwengu ambao hakuna sayansi tuliyonayo leo. Amekusha elekeza. Sasa lengo la kwanza wa hifdhu dini ni kuhifadhi nini? Dini. Lengo la pili la sheria za Kiislamu na hukumu zake, hifdhu al-aqli, ni kuhifadhi nini? Kuhifadhi akili. Hapa kuna wingu mpana. Kuhifadhi akili kwa sehemu ya kwanza ni pamoja na kujitenga mbali na kila lile ambalo litakalopelekea kuiharibu akili yako, kwa sababu ulimwengu huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa majukumu ya kuusimamia na sisi kuwa watawala. Kwa hiyo aina ya mabadiliko yoyote yanatokana na nini? Na akili zetu. Na kwa kadri ambavyo kizazi kinatoka na kinakuja kizazi kingine, maana yake na fikra inafanyaje? Inabadilika na akili zinafanyaje? Zinabadilika. Kwa kadri ambavyo akili zinavyobadilika, ndivyo ambavyo ubunifu unaongezeka. Na kwa kadri ambavyo ubunifu unavyoongezeka, ndivyo ambavyo maendeleo yanafanyaje? Yanakuja. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani akasema huwa alladhi ansha'akum min al-ardi wasta'amarakum fiha, kwamba yeye ndiye ambaye amekuumbeni kutokana na udongo, lakini baadaye akakutakeni ninyi hao ndio muwe wasimamizi na viongozi katika nini? Katika dunia. Sasa kuhifadhi akili ni pamoja na kujitenga na kila lile ambalo linalopelekea kuharibu akili yako. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika
aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba yupo ametakasika kwa kila ukamilifu na amejitenga mbali na kila aina ya mapungufu, na ukamilifu wake hakuna anayeweza kuudhibiti wala hakuna anayeweza kusema kwamba unaishia hapa. Sasa nyinyi wenye kumwamini Mwenyezi Mungu kwamba yupo na mkamwamini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mkaamini kwamba Qur'ani ni haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu, sikilizeni: innamal khamru wal maisir wal ansab wal aslam rijsun min amali shaitani fajtanibuhu, hakika pombe, bao, kwenda kupiga ramli kwa makuhani, tena ramli zenyewe ramli chunganishi kwamba fulani ndio amekuruga. Tumefahamiana vizuri? Hakika yote hayo ni mambo yanayoamrishwa na shetani, ni uchafu, fajtanibuhu, yemsheni nayo. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja pombe, lakini muradi wa pombe ni kila kitu ambacho kinachopelekea kuharibu akili ya binadamu. Inazingatiwa kama nini? Ni pombe. Na hii yawezekana usiwe mnywaji, usiwe unakunywa ile mieleka yenyewe, lakini kwa kupitia simu yako mfano, pakawa kuna kitu wewe unapenda sana kukiangalia huko ndani ambacho hakileti fikra chanya katika maisha yako, bali kinaharibu ule uwezo wako wa kufikiria katika mambo yaliyokuwa mazuri. Maana yake ni nini? Ni ulevi. Nafanya vizuri. Mfano leo vijana wengi sana, wakiwemo vijana wa Kiislamu, uwezo wao wa kufikiria umekuwa ni mdogo mno kulinganisha na wazee wetu wa zamani. Uwezo wa leo vijana wa kufikiria umekuwa ni mdogo mno. Ndio maana mtu anaona kwamba ili ajikwamue kutoka katika changamoto za maisha ni vema akapoteze muda wa kwenda kukaa kwenye bao akibeti. Kutwa nzima mtu anafanyaje? Anabeti, wakisingizia kwamba atakuja kubahatisha na maisha yake yatakuwa ni nini? Yatakuwa ni mazuri. Lakini wakati huo anasahau kwamba uwezo wake wa fikra ndio ambao unaotakiwa kuleta mageuzi chanya katika maisha yake na kwa familia yake na jamii yake kwa ujumla. Lakini vile vile ni kwamba viongozi wetu bila kujali au kufikiria kwamba ndani ya miaka 10 tunataka kuwa na vijana wenye uwezo wa kufikiria wa namna gani, wamekuwa hawafikirii huko. Sasa hii inatokana na nini? Natija yake ni nini? Ndio maana utaona leo kwamba mtu yoyote akiamua kufungua baa anafungua. Tumefahamia vizuri? Anafungua baa, hata mtaani anafungua baa. Maana yake unakwenda kutengeneza tabaka la walevi, vijana ambao waliokuwa wanategemewa katika uzalishaji na kuendesha familia zao, lakini pia uzalishaji wa kuendesha jamii yao, ambao hao wanatakiwa kuwa ni tegemezi kwa kuzalisha kutokana na nguvu zao, lakini kwa sababu wamekwisha zama katika vilevi, matokeo yake wanakuwa ni nani? Wanakuwa wao ndio wanaotegemea badala ya kufanyaje? Ya kutegemewa. Lakini wakati huo tunashindwa kujua kwamba
Hii mifumo wakati mwingine inayoletwa ya kuwapumbaza vijana wetu akili ni mifumo ambayo tunasema katika lugha ya sasa imeanzishwa na wale watu ambao wana yale maisha ya colonialism au imperialism, wale mabepari na watu wanaoishi katika fikra ya ukoloni mamboleo ya kuja kututawala, ili sisi sasa wao watumie rasilimali zetu na wingi wetu ili wao wajinufaishe kwa kupitia sisi, alafu sisi bado tuishi katika maisha yale yale duni. Jana nilikuwa nazunguka kidogo katika mitandao, nikasikia kauli ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Michael Rubio, anatuma ujumbe kwa viongozi wa nchi za bara la Ulaya. Anawaambia huu ni wakati wa sisi kurejea katika ukoloni kwa wazee wetu. Msikie kauli wale wenye mtandao kwamba warejee katika bara la Afrika, waje wafanyaje? Waje watawale kama ambavyo wazee wao walikuja kufanyaje? Walikuja kututawala. Kauli hii inakuja hivi kwa sababu pamekuwa kuna aliktishafati nyingi ambazo zinafanywa katika nchi za Ulaya ikiwemo na Marekani. Gunduzi nyingi sana zinazofanywa za vitu vya aina mbalimbali, ikiwemo masuala ya nguvu za atomic, silaha hizi, nuclear weapons, ICBM missiles na silaha nyingine. Yaani ni ulimwengu ambao watu wanashindana katika sayansi na teknolojia. Yale mashindano yanapelekea wao kuzalisha silaha ambazo kama hauna hizo silaha hauna chako duniani. Yaani wewe upo tu kama haupo juu wala haupo chini, yaani unaishi zako tu. Sababu kama hauna uwezo hata kutengeneza sindano, wewe unalinde, hauna lako. Sasa wenzetu wanashindana huko. Sasa yale mahitaji yao, vitu ambavyo wanavyovigundua kwa asilimia kubwa vinahitaji madini kutoka kwetu katika bara la Afrika na maeneo mengine. Sasa wanayapataje? Hawawezi kuyapata kwa kupitia njia za diplomasia, economy diplomacy, sio diplomasia ya uchumi. Hawataki hivyo. Wenyewe wanataka war diplomacy, vita ya nini? Ya diplomasia, kwamba unacho, yani cha kwako, chetu na chetu utatoa. Sasa wanaingiaje kuja kuchukua? Si ndio koloni? Sio ndio koloni? Sasa wanaingia tena kwa silaha. Hawawezi kutumia silaha katika kipindi hiki, lakini wanaingia kwa kuharibu kwanza fikra zetu. Yaani kuna mambo wameshatuletea yameharibu nini? Mindset zetu, kwamba wale vijana ambao walikuwa wanategemewa sasa kwamba ndio watakuwa mihimili katika nchi hawapo. Na mikakati ya Mayahudi, kuna kitabu hapa watajieni leo kinaitwa The Protocol of Yahudi. The Protocol of Yahudi, kwa Kiarabu kinaitwa Protocolat al-Yahudiyya. Kinaelezea mikakati 24 ya Mayahudi ya namna ya kuitawala dunia. Kitabu hichi kiliandikwa karne ya 20 mwaka 1901. Mwaka 1900. Haya unayoyaona yote yanayojiri duniani
ni sehemu ya utekelezaji wa ajenda zilizomo ndani ya kitabu hiko. Sehemu ya kwanza ni kuhakikisha kwamba wanaeneza fujo dunia nzima, kwa sababu wakati nyinyi mnapigana, wakati nyinyi mnavunja amani zenu na hamjui chanzo ni nini, kwa misingi labda ya kudai haki na wanaharakati, kumbe wao ndio wanapenyeza ajenda yao ya kuja kufanya kuamua kwa masuluhisho kwa mikataba maalum, ikiwemo kuchukua nini, madini, kwamba mpate amani, tuwape amani, utupe nini, madini. Na hiyo limedhihiri katika ardhi ya Kongo juzi hapa, si umeona? Felix Tshisekedi amekwenda wapi? Amekwenda Marekani kutafuta amani. Donald Trump alimwambia tunakupa amani, lakini lazima utupe migodi. Tena wazi kabisa, lazima uchumi ugawane mara ngapi? Hataki. Tunafanya sio haya yao, hiyo sehemu ya kwanza. Vita itatumika kama silaha. Kwa nyinyi hamwezi kujua, mtajikuta tu wenyewe mnaanza kupigana. Sisi wenye kujua tunajua wapi ulianza. Lakini anayetumiwa katika hiyo vita ni nani? Na huyu ni wazee. Hapa inatumiwa nguvu kazi yenu, vijana wetu. Sehemu ya pili ni kuhakikisha kwamba tunakamata idara zote ndani ya mataifa yetu, lakini pia na kukamata vyanzo vya uchumi ndani ya mataifa yetu. Mfano mfupi ni kueleza kidogo. Mfano, vita iliyopigana mwaka 1967 na 73, si ndivyo? Kati ya Misri na Israeli. Kwa mara ya kwanza Israeli akafanikiwa kuchukua Sinai, mkoa wa Sinai. Mara ya pili Misri akaja akaondoa. Kwa sababu gani? Sinai kwanza kuna mfereji. Mfereji ambao unaunganisha bahari ngapi? Bahari mbili. Red Sea na White Sea. Bahari nyeupe na bahari, yaani kiufupi ni chanzo cha nini? Cha uchumi, chanzo cha mali, lakini pia utalii. Pale meli zikipita zinaacha pesa. Tumefahamu sio? Lakini lango lingine Babul Mandeb, the door of Mandeb, ni mlango wa Mandeb. Mlango wa Mandeb uko wapi? Huko Afrika, kwenye pembe ya Afrika. Nchi gani inakusudia? Somalia. Pale kuna vitu vingi, kuna jimbo lilijitenga linaloitwa Somaliland, ambalo lilikuwa halitambuliki, sivyo? Lakini mtu wa kwanza kulitambua kwa sasa ni nani? Ni Israeli. Sio umoja wa nchi za Afrika, sio umoja wa nchi za Ulaya, wala sio umoja wa nchi za bara la Asia, wala nchi za Waarabu. Yeye mwenyewe amefanyaje? Ametambua kwamba analitambua hili taifa sasa. Falsafa yake ni kwa sababu wale ndio wanamiliki upande mkubwa hiyo ya Babul Mandeb. Maana yake akiweka diplomasia yake baada ya ubalozi, baadaye ataweka basic ya jeshi, na Marekani atakuja ataweka jeshi. Wamiliki la uchumi. Tumeelewa zile, lakini yeye ndio amemshawishi kutoa ushawishi mkubwa kwa Ethiopia kuchimba bwawa la umeme kwa lengo la kuuzia nchi zingine, akienda kumvunja Misri ambaye yeye anabora nini la umeme. Lakini Misri anategemea mto Nile kukuza uchumi wake na kilimo. Mwisho wa siku maji yatapungua kwenda wapi? Kwenda Misri. Ina maana atadhoofika Misri katika uchumi wake. Taratibu ndani ya miaka 20 ijayo uchumi wa Misri utatetereka. Akitetereka maana yake atakuwa hana nguvu za kijeshi. Akiwa hana nguvu za kijeshi, nani atakuwa na nguvu za kijeshi?
Mwisraeli kwa sababu ndio ametawalia Ethiopia. Unaona nchi zinavyokwenda fikra. Sasa waliapa, maana yake ukijitambua wewe ukawanyima madini yako, utapiganishwa kwa namna yoyote ile. Lakini jambo la tatu ni nini? Elimu. Umeona vizuri? Kuhakikisha kwamba elimu tunayosoma itakuwa haina natija chanya kwa raia zetu na kwa watu wetu. Na kweli leo nasikia mtu anamaliza chuo kikuu, si ndivyo? Lakini ukimwambia bwana, dhahabu hii hapa tumeichimba, tunaifanyaje kuiuza katika matumizi yetu ya kawaida? Hatuwezi. Kinachotokea ni nini? Maana yake wale wenye elimu ya kujua hii dhahabu inatakiwa ifanyiwe kitu fulani, ndio wanakujua naifanyaje, wanachukua. Alafu wakishachukua wao wakafanikiwa kuprinti pesa. Kuprinti nini? Wakatutoa katika matumizi ya pesa ya dhahabu na shaba, wakatuingiza katika pesa ya makaratasi, kwamba wao wanaprinti alafu wanatuma makaratasi, sisi tunawapa nini? Tunawapa madini. Kwa sababu gani? Kwa sababu elimu ambayo tuliyoikopi kutoka kwao walitupa nusu. Kwa hiyo ili tujikwamue, maana yake ni lazima tupate the freedom of education, elimu huu inayokwenda sanjani na mahitaji yetu ya rasilimali ambazo tulizo nazo, ili kila kitu tukitengenezea hapa na wao waje kufanya, waje kununua. Sasa wanataka kuja kwa ajili ya kutawala upya, lakini tayari kipimo chao kimekwisha onyesha kwamba wamevuruga nini? Hakuna tunachowaza tena mbele, hakuna tunachojua mbele, hatujiwezi kwa chochote. Kwa hiyo wanapanga kuja, na haya yalitumika kipindi cha moja ya tawala za Kiislamu nchini ya Iraq. Tunafahamiana vizuri. Haya yalitumika katika moja ya tawala za Kiislamu nchini ya Iraq. Katika nchi ya Iraq, fi zamani Ibn Taymiyyah